Bado tupo maeneo ya Guzo, lakini maarufu maeneo haya yanakwenda kwa jina la kwa Mgabo. Lakini kubwa zaidi ambayo nimetuleta ni kwa ajili ya kupita kuweza kuzungumza na wananchi au wakazi katika maeneo haya. Tumeshuhudia mwenyekiti wa Kinyamwezi na kwenda kwa jina la Fahadi Mlali Sinderson ameweza kuleta greda na kuja kurekebisha miundombinu midogo midogo ambayo hii tunazungumzia ni barabara za ndani. Lakini pembeni yangu niko na mamangu, yeye ni mjasiriamali katika maeneo haya na tupo kwenye sehemu yake ya kupatia riziki. Nataka niweze kuzungumza naye mawili matatu, lakini pia aweze kutuambia tathmini yake kwa ujumla, namna alivyoona jambo liweze kutokea katika mtaa ambao yeye ndo anaishi katika maeneo haya. Aweze kutuambia nini wazo lake, nini ushauri wake, nini kifanyike. Je, kitu kilichofanyika leo hii kiweze kuishia vile vile au labda kuna jitihada zingine tena ziweze kufanyika. Lakini pia ataweza kutuambia namna alivyoguswa zaidi na hili lililofanyika katika mitaa ambao wao ndo wanaishi na barabara hii kwa ujumla, wao ndo wanaitumia barabara hii. Mamangu, kwa majina? Kwa jina naitwa Happy Laurent Kenche. Mimi ni mkazi wa Kinyamwezi. Ndio. Hapa ni sema kufanyia biashara na ndo kwangu. Okay. Na tumeshuhudia mwenyekiti wa maeneo ya Kinyamwezi ambaye kwa majina anakwenda kwa jina la Fahadi Mlali Sinderson ameweza kuleta greda katika makazi yetu au makazi yenu ambao mara nyingi tunatumia mara kwa mara kwa ajili ya kuja kurekebishia miundombinu hii. Je, wewe sasa ukiwa kama ni mkazi wa maeneo haya, tathmini yako ikoje juu ya hichi kinachofanyika katika mitaa yetu? Kwa kweli tunashukuru kwa kutengenezea barabara na awe na juhudi pia kutengenezea, tuwekee kifusi ili barabara yetu iweze kuamilika vizuri na iwe nzuri, punguze vumbi na mchanga ni mwingi sana katika barabara yetu. Okay. Na kwa nini wewe unasema kwamba asiishie hivi, aweze kuweka kifusi? Labda tathmini yako umeona ni kitu gani hasa? Kwa maana kwamba barabara hii ikiachwa hivi kuna athari gani ambazo mnaweza mkakumbana nazo katika maeneo haya? Maji mengi. Hapa maji yanatoka juu yanashuka chini. Okay. Kwa hiyo akiweka kifusi kidogo itakuwa afadhali, maana akiacha hivi inakuwa kama ni mtaro. Kiache hivi kama ni mtaro. Sio barabara. Okay. Naam, kama ulivyomsikia mamangu hapa anadai kwamba yeye rai yake ni kwamba kwanza anampongeza Mheshimiwa Fahadi Mlali kwa hicho alichokifanya, lakini pia la pili ni kwamba jitihada zake zisishie hapa, aweze kuleta sasa kifusi, kwa maana barabara hii ikiishia katika mazingira kama haya bado sio rafiki, atakuwa bado changamoto ambayo inapatikana katika mitaa yetu, atakuwa bado hajaitibu. Kwa hiyo bado tupo maeneo kwa Mgabo kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wananchi mbalimbali ambao wao ni miongoni mwa wakazi ambao wanaitumia barabara hii. Kwa hiyo bado nazidi kuzungumza na wananchi, lakini tuko kwa mama yetu ambaye ni mjasiriamali na hapa ndio sehemu yake ya ofisi ambayo anaweza kujipatia riziki na kuweza kuendesha maisha yake. Ngoja tutoke sasa tuweze kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wananchi, nao pia waweze kupata fursa ya kutuambia tathmini yao, namna wanavyoona na waweze kutoa ushauri wao hususan katika barabara hii, kwa maana wao ndio wakazi wa hii barabara. Kwa majina ni Lucas Sanga, lakini nyuma kamera director by Kibindo ambaye yeye ndio anakuonyesha kabisa mimi katika muonekano ambao ni angavu, muonekano kabisa ambao ni wa HD. Nini unatakiwa kufanya? Ni kuendelea kusubscribe channel yetu ili uweze kuwa wa kwanza kuweza kupata matukio yetu mbalimbali. Usiondoke, bado endelea kubaki na sisi. Shukrani.